Mpendwa mtazamaji wangu, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mtu wa muhimu na wa thamani sana katika ufalme wa Mungu na hasa katika jamii tulionayo. Ninafurahi sana kuona unaendelea vyema, na kitendo tu cha kuweza kufungulia NYTV ni ishara ya kwamba Mungu bado yuko na wewe, anakupenda, ana mpango na wewe na amekupa uzima wakati mwingine tena. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Ninayesema nawe ninaitwa Hannington Kabuta. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God au kwa kifupi TAG. Na kwa kuwa makanisa TAG yako mengi, kipekee kanisa hili ninalolitumikia hapa jijini Dar es Salaam, wilaya Ubungo, maeneo ya Goba, linaitwa Dar es Salaam Pentecostal Assembly au kwa kifupi DPA. Mimi na mke wangu Loveness tunamtumikia Bwana hapa kama wachungaji. Tutafurahi sana kukuona unakuja kututembelea na unaabudu pamoja na sisi. Wewe ni mtu wa thamani sana. Karibu sana. Ratiba zetu za ibada ni hizo ambazo zinapita kwenye bango hapo. Namba zangu za simu ni hizo zinazopita kwenye skrini hapo chini, ambao unaweza kunipata kwa WhatsApp au unaweza kunipata kwa direct call, simu ya kawaida, na nitafurahi kupata ujumbe kutoka kwako. Mungu akubariki sana. Wiki iliyopita nilikuletea ujumbe kupitia channel ya NYTV unaozungumza habari ya muktasari wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Na leo katika awamu hii ya pili ninaendelea pale nilipoishia. Nilisema kwa majuma manne au kwa wiki 4 nitakuwa nikikuletea muktasari wa kitabu cha Matendo ya Mitume kwa mfululizo, na niko hapa sasa kufanya hivyo, na Mungu akubariki sana. Na wiki iliyopita nilianza kwa utangulizi wa kitabu. Nikasema kitabu cha Matendo ya Mitume kinaitwa hivyo sio kwa sababu ya kuwatukuza mitume, hapana, kwa sababu wao sio superstars, wao sio main character katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Mhusika mkuu ni Roho Mtakatifu aliyetokea mwanzo mpaka mwisho wa kitabu katika sura zote 28. Hawa wengine walikuwa wanatokea wakitumiwa au wakiwezeshwa na yeye. Kwa hiyo kuitwa Matendo ya Mitume haina maana ya kwamba mitume wanatukuzwa, bali inaonyesha tu yale mambo ambayo mtu anaweza kuyafanya Roho Mtakatifu akiwa juu yake. Na wakati huu na majira haya nikukumbushe pia, nilisema kitabu hiki kiliandikwa kwenye ile karne ya pili, karne ya kwanza, kwenye ile mwaka wa 60 mpaka 63 65, wakati ambapo kanisa lilikuwa linapita katika kipindi kigumu cha maumivu na mateso. Na hawa watu walikuwa wanahitaji faraja, walikuwa wanahitaji kueleweka na kutambulika, na walikuwa wanahitaji kusonga mbele. Sasa Luka anaandika kufafanua Ukristo, kufafanua imani, kuitetea imani, huenda na kujaribu kuwalinda Wakristo ambao walikuwa wameeleweka vibaya mahali na mahali katika kile kipindi cha karne ya kwanza. Kuhusu mwandishi, nikasema ya kwamba mwandishi ni Luka, aliyekuwa tabibu, aliyekuwa mwinjilisti, aliyekuwa mwandishi, mwana historia, mtafiti na kadhalika. Na dynamics hizi katika maisha ya huyu ndugu yetu anaitwa Luka zinatufundisha ya kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia mtu yeyote. Na mimi namwomba Mungu katika jina la Yesu akayainue maisha yako, akakupeleke juu kwa habari ya utumishi. Maisha yako yakachukue sura nyingine katika jina la Yesu. Utumishi wako, wito wako, maisha yako yaende mbali katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndiyo dua yangu, hiyo ndiyo rai yangu, na huo ndio wito wangu kwako, ya kwamba Mungu akafanye jambo jipya katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Tukamaliza wiki iliyopita kwa kuangalia makusudi ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Tukasema ya kwamba Matendo ya Mitume kipo kwa ajili ya kutetea imani. Matendo ya Mitume kipo kwa ajili ya kuunganisha nyaraka pamoja na Injili. Matendo ya Mitume kipo kwa ajili ya kuonyesha ukuaji wa kanisa kiidadi,
kijiografia, kiuthamani, kiitikadi na kadhalika. Na zaidi ya yote, Matendo ya Mitume kipo kwa ajili ya kuonyesha nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Na mimi naamini kadri ninavyoendelea kufundisha somo hili, maisha yako yanaenda kubadilika, maisha yako yanaenda kuinuliwa, maisha yako yanaenda kuchukua sura nyingine katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo ndio imani yangu. Pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho wa Bwana, pokea kuhuishwa na hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Leo sasa nataka nifanye muktasari mdogo wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mpaka ya 7. Ninalo swali mbele yako. Swali lenyewe ni hili: je, Mchungaji Kabuta, ninaweza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume kwa namna gani iliyo nyepesi na ya kueleweka? Swali ni hili, Mchungaji Kabuta, naam, nitawezaje kukisoma na kukielewa kitabu cha Matendo ya Mitume kwa haraka na kwa wepesi? Jibu ni hili: kitabu cha Matendo ya Mitume tunaweza kukisoma kwa namna kubwa 3. Namna ya kwanza, unaweza ukakigawanya kitabu cha Matendo ya Mitume kwa kupitia wahusika wake wanadamu wakuu, au wahusika wanadamu walio wakuu, vinara wanaoonekana katika kitabu hiki. Mfano, Paulo anaonekana sana katika sura ya 13 mpaka 28. Petro anaonekana kuanzia sura ya 1 mpaka ya 12. Kwa hiyo unaweza ukakivunja kitabu cha Matendo ya Mitume katika sehemu kubwa 2. Sehemu ya kwanza, sura ya 1 mpaka ya 12, ambayo ni Petro anatawala sana. Sehemu ya pili 13 mpaka 28, ambapo Paulo ndio kinara sana katika makala hizo. Lakini pia namna ya pili, unaweza kukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume kwa kuangalia hotuba 24 zilizoko katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kuna hotuba mbalimbali ambazo zimeandikwa mle ndani zikionyesha wafalme wakiongea, makaisari wakiongea, au mitume kama Paulo, au wainjilisti mbalimbali kama Stefano. Wakati mwingine Petro anaongea, anatoa hotuba yake. Wakati mwingine Gamalieli anaongea. Kwa hiyo tuna watu mbalimbali mashuhuri ambao wamekuwa wakitoa hotuba mbalimbali katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kipo kwa ajili ya kuonesha namna ambavyo tunaweza kutunga hotuba bora, kuandika hotuba bora. Na mimi namwomba Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Neema hiyo ya Kristo ikawe na wewe, neema hiyo ya Kristo ikawe na wewe. Lakini namna ya 3 ambayo mimi ndio nataka kuitumia ni kwa kutumia mstari mama ule wa Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Biblia inasema maneno haya: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, Biblia inasema maneno haya: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yerusalemu, Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Pendwa mtazamaji, sura ya 1 mstari wa 8 inazungumza, huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba Roho Mtakatifu atawajilia juu yao na kisha atawapa nguvu au upako, nao watakuwa watumishi wa Mungu, watakuwa mashahidi wa Injili, watapeleka Injili sehemu mbalimbali duniani. Na maandiko yanasema ya kwamba wataanzia Yerusalemu, kisha wataenda Yudea na Samaria, zaidi ya yote wataenda mpaka mwisho wa nchi. Pendwa mtazamaji, andiko hili linagawanya kitabu cha Matendo ya Mitume katika sehemu kubwa 3. Sehemu ya kwanza ni Injili ikiwa Yerusalemu, ambapo ni Matendo sura ya 1 mpaka ya 7. Sehemu ya pili ni Injili ikiwa Yudea na Samaria,
ambapo ni Matendo sura ya 8 mpaka 12. Sehemu ya 3 ni injili ikiwa katika mwisho wa dunia, mwisho wa nchi mbali kama vile bara la Ulaya, ambapo ni sura ya 13 mpaka 28. Na hapa ndipo ambapo sasa nitaanza kuleta hoja za nguvu ambazo nataka nizilete kwenye maisha yako. Hasa leo katika kipindi tulicho nacho, nataka nichambue sura ya 1 mpaka ya 7, yale mambo ambayo tunaweza kuyaelewa na tukajifunza kwayo. Na mimi naamini baada ya kulileta somo hili kwako, maisha yako yatachukua mfano mwingine katika jina la Yesu. Kama unaamini jambo hili, sema tena amina. Sema tena amen. Maandiko katika sura ile ya 1 mpaka ya 7 ya Matendo ya Mitume, injili iko pale Yerusalemu, kanisa liko pale Yerusalemu, na ilikuwa ni miaka kama 5-6 hivi ya injili. Mambo mazito yaliyotokea katika sura ya 1 mpaka ya 7 ni mambo yaliyotokea katika kipindi cha miaka 5 tu, na kama miaka 5 mpaka 6-7 iliweza kuleta mambo mazito namna hii, nataka nikwambie, Mungu anapolijilia kanisa, anapowajilia watu wake kwa uweza wa Roho Mtakatifu, mambo mazito yanaweza kutendeka, mambo ya ajabu yanaweza kutendeka. Kama ni ishara tutaziona, kama ni miujiza tutaiona, kama ni maajabu tutayaona, kama ni uponyaji wa kimwili tutayaona hayo mambo. Na mimi nataka nikwambie, bado Mungu yuko hata sasa, bado Roho Mtakatifu yuko hata sasa, na mambo haya yanawezekana hata sasa, na Mungu akakutumie katika jina la Yesu. Pokea upako wa Roho wa Bwana, pokea ishara na miujiza na maajabu kwenye huduma yako, pokea uponyaji kwenye afya yako katika jina la Yesu. Sema tena amen. Rikaria masaka, na kuombea kwamba Bwana akalete jambo la tofauti kwenye maisha yako. Usiogope, pokea neema. Usiogope, pokea ujasiri. Usiogope, pokea nguvu mpya, na kuombea kibali katika jina la Yesu. Mungu akafanye kitu cha tofauti kwako. Sema tena amen. Sema tena amen. 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 Pendo mtazamaji wangu, sura ya 1 mpaka ya 7, injili ikiwa Yerusalemu. Na sura hii ya kwanza yaweza kuwa na mambo mengi, lakini nataka niiweke ya kwamba ilikuwa ni ahadi na maandalizi ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Ahadi na maandalizi ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Sura ile ya 1, maandiko anaonyesha ya kwamba Yesu anaondoka, anapaa, anawaambia wanafunzi wake, kaeni Yerusalemu, mtasubiri mpaka pale ambapo mtajazwa Roho Mtakatifu. Na ndipo ambapo sasa tunaona wanaanza harakati za kumsubiri Roho wa Bwana. Sura ile ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, ahadi ya Baba inatolewa ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja. Na mimi nataka nikwambie, Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu kwako, na yuko tayari kuingia ndani yako hata dakika hii. Na hivi ninavyoongea, kama uko makini, utasikia kitu cha tofauti ndani yako katika jina la Yesu. Lakini mstari ule wa 6 mpaka wa 11 ni kazi ya kanisa, ya kwamba Roho Mtakatifu akija, hawa watu wataanza kuhubiri injili. Na ndipo sasa tunaangalia mstari wa 12 mpaka 26, ni maandalizi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Pendwa mtazamaji, nataka nikwambie, iko neema, ipo nguvu, upo uwezo wa Bwana kwa ajili ya maisha yako. Neema ya Kristo inaweza kukusimamia. Neema ya Kristo inaweza kukufunika katika jina la Yesu.
sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 26. Hawa watu wanaomba wakimsubiri Roho wa Bwana. Hawa watu wanasoma neno wakimsubiri Roho wa Bwana. Hawa watu wanatii maelekezo, wanarudi Yerusalemu wakimsubiri Roho wa Bwana. Hawa watu wanatatua changamoto katikati yao, wanamsimika Matia kwa niaba ya Yuda kwa ajili ya kutekebisha mambo, ili Roho atakapokuja wakute wote wakiwa kwenye nafasi. Hawa watu wanakaa kwa imani na kwa matumaini, wakisubiri ile ahadi ya Baba kutimia kwenye maisha yao. Ninalotaka kulisema ni hili: Mungu ametoa ahadi ya Roho Mtakatifu kwa ajili yako. Kuna namna bora za kusubiria ahadi. Unapopewa ahadi ya kwamba kesho nitakupa 500,000, kesho nitakupa 2,000,000, kesho nitakupa 1,000,000,1, kuna namna ya kusubiria ahadi, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sasa ahadi ya Roho Mtakatifu imetolewa kwa mitume. Angalia, wameambiwa rudini Yerusalemu. Nachotaka ni kuambia, Roho Mtakatifu ni ahadi ya Baba kwako, lakini kuna namna ya kumsubiria, kwa njia ya maombi, kwa njia ya utii wa neno la Bwana, kwa njia ya kusoma neno, kwa njia ya kurekebisha vikorokoro vyote ambavyo viko sawa vikae mbali. Lakini unapoenda sura ya 2 ya Matendo ya Mitume, Roho Mtakatifu anashuka kwa wakati ule, na anaposhuka Roho Mtakatifu anageuza maisha ya watu. Nataka nikwambie, maandiko yanasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha nyingine. Mimi nataka nisisitize jambo moja hapa. Kama Roho Mtakatifu alishuka katika sura ya 2, kama Roho Mtakatifu alishuka akaingia kwenye maisha ya watu na wakaanza kunena kwa lugha, nataka nikwambie na kwako pia inawezekana. Swala la ubatizo katika Roho Mtakatifu, swala la ujazo katika Roho Mtakatifu halijawahi kuisha, bado liko paka na leo. Wewe unayenisikiliza, jambo hili ni halisi. Nataka nikutie moyo. Kuna watu wanasema hili jambo leo haliwezekani. Mimi nasema linawezekana. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizoganyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Pendwa mtazamaji, swala la kujazwa Roho Mtakatifu bado ni halisi, bado ni bayana. Unachohitaji wewe ni kuokoka na kuwa na kiu naye. Mpokee Kristo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alafu baada ya hapo ishi maisha matakatifu, maisha yaliyonyooka. Baada ya hapo unachotakiwa sasa wewe ni kuamua tu sasa kumwomba Mungu akujaze, na atakujaza na maisha yako yatabadilika. Hakuna jambo gumu kwa Mungu. Mungu anaweza akafanya hata sasa. Mungu anaweza akafanya hata wakati unapoongea na wewe. Mungu wetu anasema katika kitabu cha Luka, kama sisi waovu tukiombwa na watoto wetu mkate, tunawapa mkate kweli. Tukiombwa samaki, tunawapa samaki na sio nyoka. Je, Baba yetu wa mbinguni sio mwaminifu zaidi hata kuwapa Roho Mtakatifu wale wamwombao? Hauna haja ya kuishi maisha ya ukame. Hauna haja ya kuishi maisha ya bila Roho Mtakatifu. Hauna haja ya kuishi maisha ya kujitahidi tu mwenyewe. Bado Roho wa Bwana yupo kwa ajili yako, anaweza kukuwezesha. Nami nakutia moyo katika jina la Yesu. Chukua nafasi tena, nyanyuka tena, inuka tena. Bado una nafasi, na Roho Mtakatifu ametolewa pasipo kipimo. Yuko tayari kuleta bubujiko jipya ndani yako. Maandiko yanasema katika sura 4, walipowaona Petro na Yohana ya kwamba walikuwa ni watu wasio na elimu, wasio na ujuzi, lakini walipouona ujasiri wao waligundua ya kwamba Mungu au Kristo Yesu alikuwa pamoja nao. Biblia inasema katika ile sura 4
walipouona ujasiri wao, walipoona utendaji kazi wao, wakagundua ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa pamoja na wao. Sura 4, hawa watu waliwekwa katikati ya baraza, walikuwa wamewekwa katikati mbele ya baraza la Kiyahudi, lakini Mungu aliwasitiri. Tunajifunza nini? Mungu anaweza tetea watoto wake. Mungu anaweza vusha watoto wake. Mungu anaweza fanya jambo jipya la kuwasitiri watoto wake. Na hii inawezekana hata kwako popote pale ulipo. Sura ya 5 kuna mambo mengi yanafanyika, lakini tunamwona Anania na Safira wanapata shida, wanauawa. Mungu anawaondosha na waadhibu kwa sababu walidanganya, walifanya vibaya, walitaka kumjaribu Mungu. Lakini napenda sana sura ya 5, hasa ule mstari wa 12 na kuendelea. Unasema, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, na watu wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Suleiman, na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Mpendo wa mtazamaji, katika sura hii ya 5 ule mstari wa 12 na kuendelea, tunaona mambo mazito yanatendeka kupitia mitume hawa. Mstari huu unaendelea katika ile sura ya 5 mstari wa 14, inasema, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake, hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ingawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Nayo makutano ya watu wa mji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika wakileta wagonjwa, nao walioudhiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Pendo wa mtazamaji, Mungu bado anaponya. Pendo wa mtazamaji, Mungu bado anainua. Pendo wa mtazamaji, Mungu bado anafanya ishara, miujiza na maajabu. Una jambo gani gumu ambalo nataka Mungu akutendee? Njoo kanisani, njoo hapa Goba Tegeta A. Tutakuombea, tutakutia moyo, tutakubariki na mambo mazito yatatendeka kwenye maisha yako. Lakini wewe kama unawiwa ndani yako kumtumikia Mungu katika eneo lolote lile la wito, mimi nakuombea, kama Mungu aliweza kuyafanya mambo haya makubwa yatendeke kwenye maisha ya watu, inawezekana na kwako pia. Na kuombea kwamba Mungu akafanye jambo la tofauti kwako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema tena amen. Sema tena amen. Ninapomalizia sura ile ya 6 na sura ya 7. Sura ya 6 kuna watu 7 wanachaguliwa. Kuchaguliwa kwa watu 7 ambao hapa kanisa lilianza kuongezeka na kukawa kuna manunguniko miongoni mwao. Je, hii ishu ya ugawaji wa huduma za kijamii imekaaje? Maandiko yanatuambia wakati haya mambo yanatendeka, kuna vitu vingi vikaanza kuibuka katikati. Ukuaji siku zote unakuja na changamoto mbalimbali. Kanisa linakuwa, watu wanaongezeka, malalamiko yanaanza, upendeleo upo, ukabila upo, na vitu kadha wa kadha. Ndipo ambapo sasa hawa watu wanaamua kuchagua watu 7 miongoni mwao. Ninapenda zile sifa zao. Maandiko yanasema, watu miongoni mwenu walioshuhudiwa kwa wema, wenye kujawa na roho, wenye hekima, kujawa na roho, wema na kadhalika. Maandiko yanataja sifa za muhimu. Ninatamani sifa hizi zikae halisi sana pia kwako, katika jina la Yesu. Na inawezekana, narudia tena, inawezekana. Mungu anaweza kafanya kitu cha tofauti kwako na maisha yako yakawa yameinuliwa. Nataka nikushukuru sana kwa kuwepo pamoja na mimi. Mimi naitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la TAG hapa Goba, Dar es Salaam. Leo nilikuwa nakukumbusha kwa kifupi sana muktasari wa Matendo ya Mitume sura ya 1 mpaka ya 7. Maandiko yanazungumza habari ya maisha ya waaminio katika kipindi kile pale Yerusalemu. Sura ya 1 tumeangalia ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Tunaangalia vile walivyoichukulia ile ahadi, walivyokaa nayo.
Sura ya pili, Roho Mtakatifu anashuka kweli, ahadi inatimilika. Mungu ni mwaminifu katika kila ahadi. Akisema atakubariki kweli atakubariki, atakuponya ni kweli atakuponya. Hakuna jambo ambalo Mungu ataliahidi alafu lisitimie. Haya mambo yanawezekana. Lakini sura ile ya tatu tunaona ishara, miujiza na maajabu vinatendeka. Mambo makubwa yanatendeka. Ishara, miujiza na maajabu vinafanyika, na inawezekana kabisa na kwako kufanyika. Na ile sura 4, hawa watu wanakuwa na ujasiri, wanajitetea mbele ya baraza la Yerusalemu. Na sura ya 5, ishara, miujiza na maajabu zinaendelea kufanyika. Sura ya 6, wanachaguliwa watu wenye sifa njema ambazo natamani ziwe kwako. Na sura ya 7, Stefano anaitetea Injili na anamaliza kwa kishujaa. Nataka nikubariki ya kwamba mambo haya uliyoyasoma na unayoendelea kuyasoma yakaendelee kuwa halisi kwako katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninamweka mtazamaji wangu mikononi mwako. Uweza wako wa kimbingu ukamfunike, ukamtetee, ukamhifadhi, ukamkumbatie katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Namba yangu ya simu inapita hapo chini, lakini pia unaweza kuja kanisani tukapata wakati wa kuomba na kufundisha kwa pamoja. Kristo Yesu akutunze. Bwana akukumbatie. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bye bye. Bye bye.